katika eneo lolote la kijiografia duniani, eneo ambalo liko juu, na maji hayo hushuka kwa kadiri ya spidi yoyote. Na maji haya yanaposhuka hutegemea mwamba eneo hilo, na mwamba huo ndio ambao hufanya maji hayo kutiririka kwa kuangushwa. Ndio maana katika maporomoko ya maji kuna neno huwa tukilisikia maanguko. Ni kama maji yanaanguka, yanatoka juu, yanashuka chini kwa kadiri ya kasi yake, na pale yanapotua hutengeneza bwawa, na katika bwawa hilo huwa kuna mwamba mgumu ambao ni mwamba moto. Huo mwamba ni mwamba usiopasuka ambao hupokea maji hayo. Hayo ndiyo maporomoko ya maji, na nyuma yangu ni maporomoko makubwa kabisa ya maji duniani. Haya yanaitwa maporomoko ya maji Kimani, maporomoko yanayobeba taswira, picha na tafsiri mbalimbali katika nchi yetu. Maporomoko haya yana muonekano wa ngazi, na duniani kuna aina 14 za maporomoko, na haya aina yake ni maporomoko yenye ngazi, cascade waterfalls. Maporomoko ya maji Kimani ni maporomoko ambayo yanasambaza ujumbe kwa hao watalii wanaoyatembelea, ujumbe huo ukiwa na maana ya uhuru na umoja, lakini mpende adui yako, pamoja na alfa na omega, au Mungu ni mwanzo na mwisho, kwani maanguko yake ya juu kabisa yanayotiririsha maji yanatiririsha kwa mapana yake, na mwishoni, baada ya kuporomosha maji katikati, chini huku kunako bwawa, maji hayo huunganika pia kutoka pamoja kama mwanzoni yanavyoshuka yakiwa na muonekano wa mapana pote. Maporomoko ya Kimani ni maporomoko ya maji yanayostaajabisha ulimwengu huu, kwani ni maporomoko ambayo yamebeba picha ya maporomoko mbalimbali duniani. Anguko lake la juu kabisa linafanana na maporomoko ya maji ya Victoria Waterfalls ambayo yapo Zimbabwe, mpakani na nchi ya Zambia. Lakini baada ya hapo, maporomoko ya maji mengine yanayofuata chini ya maanguko hayo hufanana na maporomoko mengine yote yanayopatikana Tanzania, na hasa katika hifadhi ya Mpanga Kipengele. Katika maporomoko ya Kimani ambalo linashusha maji kwa mshuko mmoja, lakini kuna maeneo yana maanguko ambayo yanashuka kwa kuachana. Maporomoko hayo pia yapo ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengele, na maporomoko hayo yanaitwa Kojo Wanyani Waterfalls. Hivyo maporomoko haya yamepewa sifa ya kubeba picha halisi ya maporomoko zaidi ya 20 yanayopatikana ndani ya hifadhi. Lakini ni maporomoko ya maji ambayo yana ngazi 7 kubwa ambazo zinaruhusu watalii zaidi ya 400 kuja kutalii kwa uhuru kabisa. Ndani yake kuna madimbwi mbalimbali yanayowezesha watu kuingia na kufurahia na kupata burudiko la asili kutokana na mirindimo na sauti za maji zinazovutia. Msitu wake umepamba maporomoko haya, umeongeza nakshi zaidi katika macho ya watu, kutoa tiba kisaikolojia, kwani inaaminika duniani kadiri mtu ama binadamu anapoyatazama maporomoko anaongeza siku zake za kuishi, kwani furaha huongezeka ndani ya nafsi na moyo wake. Haya ni maporomoko ya Kimani yanayostaajabisha. Yana maeneo ya kuteleza, yana maeneo ambayo hurudisha mtu utotoni licha ya kuwa mtu mzima, lakini ukifika kwenye maeneo ya kuteleza ya maporomoko ya Kimani huwa unarudisha kumbukumbu za utoto za namna ya michezo mbalimbali walivyokuwa wakicheza. Kingine cha kustajabisha ni secret chamber. Hivi ni vyumba vya siri vilivyotumika na Chief Mkwavinyika Mkwawa kutoka Iringa. Vyumba hivi ni kwa ajili ya kufanyia meditation kwa watalii mbalimbali wanaofika hapa kwa ajili ya kupata utulivu wa ibada, lakini utulivu pamoja na wenza wao huingia katika vyumba hivyo kwa ajili ya kupata utulivu wa kufanya ibada zao.
Ukiacha hivyo, maporomoko ya maji ya Kimani ni maporomoko ambayo yanazalisha mvuke, hasa kipindi cha masika. Mvuke huo hutumiwa kwa ajili ya kuoga, tunaita kuoga mvuke. Kipindi hicho maporomoko ya Kimani yanakuwa yamejaa kabisa, na shughuli za kuogelea zinakuwa ni chache, si katika maeneo mengi, na watu wanapata fursa kipindi hicho cha kuja kuoga mvuke. Ile ni raha nyingine, kutokana na kuguswaguswa na matone ya maji, ile huleta raha. Ni moja ya masaji za kale zinazoenziwa hata leo katika maeneo asilia kama haya. Maporomoko ya maji ya Kimani, licha ya kubeba tafsiri na picha ya maporomoko mengine yote zaidi ya 20 ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengele, watu hujiuliza kwa nini ni ya pekee. Ni ya pekee kwa sababu maporomoko yetu ya maji katika hifadhi ya Mpanga Kipengele yana historia pia ya machifu, hasa Chifu Mkwawa na Chifu Merere kutoka Usangu. Mfano, maporomoko ya maji Kimani kuna maficho ya kijeshi, military base ya chifu mkubwa barani Afrika, Chifu Mkwavinyika Munyigumba Mwamuyinga. Huyu ni Chifu Mkwawa, ana historia yake kemkem iliyosheheni utajiri wa masimulizi na maisha yake juu ya ukombozi wa Mwafrika, kwani Chifu Mkwawa na Chifu Merere na machifu wengine Tanzania walihusika na ukombozi wa awali kabisa, kabla hata ya majeshi yetu na marais wetu wa mwanzo kuhusika. Lakini pia kuna maporomoko ya maji yanayoitwa Merere ambayo yapo mita 800 kutoka hapa maporomoko ya maji Kimani, nayo yana historia ya Chifu Merere, kwani baada ya kufika Chifu Mkwawa eneo hili kwenye maporomoko haya, alimrudisha nyuma Chifu Merere, akamsogeza mbele zaidi kutokana na mabavu aliyokuwa nayo. Na huko kwenye maporomoko ya maji ya Merere, historia ya Merere pamoja na bonde zima la Usangu na tamaduni za Wasangu na tamaduni za kusini zinapatikana pale. Usikose. Haya ni maporomoko ya maji Kimani. Katika maporomoko ya maji kuna shughuli mbili. Kuna shughuli za mchana na shughuli za usiku. Shughuli za mchana, kwa mfano, unaweza ukafanya shughuli za kutembelea maporomoko ya maji ya Kiboko Waterfalls. Haya ni maporomoko pekee ndani ya hifadhi ambayo yenyewe yana viboko tu peke yake, na viboko hao huishi hapo hapo. Unaweza ukawatembelea mchana. Lakini tukija kwenye shughuli za usiku kwa maporomoko ya maji ya Kimani, huwa tunafanya Waterfalls Night Tour. Waterfall Night Tour ina nini na nini? Waterfall Night Tour ni sherehe ya usiku, sherehe fupi ya usiku ambao watu husherekea wakiwa katika mazingira asilia kabisa, wakisikiliza mirindimo ya maji, sauti za maji, ala za asili zinazotokana na maji kupenya hapa na pale, lakini hewa safi ambayo inapatikana katika mazingira haya. Mandhari ambayo duniani haipatikani sehemu yoyote, utaipata katika eneo hili la maporomoko ya maji Kimani. Niliposimama ni eneo la Tanzania View. Nyuma yangu unaweza ukajivunia mandhari ninayozungumzia. Sasa kwa usiku inakuwa inanoga zaidi, kwa sababu kuna ugizagiza fulani ambao unakuwa umenakshiwa na taa za aina mbalimbali, taa za rangi nyekundu, mwanga mweupe, wa kaki na blue, kijani. Very romantic, lakini ni ya kibabe sana. Ni eneo ambalo liko very royal, ni eneo la kifalme zaidi ambalo lina uwezo wa kupokea watu hata zaidi ya 100 kwa usiku mmoja. Wakaimbiwa, wakafanya ile karaoke. Hapa utaimbiwa wimbo wote unaotaka, lakini pia kuchezewa ngoma za asili, utachezewa kipindi cha usiku. Na usiku huo haitakuwa hivyo tu, kuna miamba ambayo inaonekana ambayo kwa kipindi cha mchana huwa imepata joto. Sasa kwa usiku ni eneo ambalo la kubarizi. Kuna upepo mwanana ambao utakuwa unagusa mwili wako, lakini pia ukiwa umeogelea kidogo ama umeshusha miguu yako kwenye maji baada ya kupata ubaridi,
itakuwa unapata fursa ya kuota jua lile ambalo liko kwenye mwamba, jua ambalo lilipiga miale yake mchana, utalifaidi kipindi cha usiku, na hii huleta raha sana, ka usingizi fulani, stori za hapa na pale zikiendelea, vinywaji, mvinyo, juice, maji, nyama choma, nyama zinachomwa kiasili kabisa, lakini na ndugu, marafiki na wahudumu waliobobea medani hii. Hivyo usikose kushiriki Waterfall Night Tour. Ani matukio yanayofanyika usiku jirani kabisa na mituo ya maji inayokita na kutoa sauti zinazovutia za asili, huku ndege pamoja na wanyama kama tumbili na nyani wakitoa sauti zao kuonyesha kuwa usiku umeingia. Lakini si hivyo tu, stargazing, hii ni namna ya kusoma nyota kiasili, kutazama nyota ya Daudi iko wapi, Jupiter iko wapi, Mars iko wapi, na kuendelea kupata picha za hapa na pale. Karibuni sana. Kwenye utalii wa maporomoko ya maji pia unaweza kupata chemba za siri au secret chamber, ambayo utaweza kuingia ndani na kupata utulivu mkubwa, ukaweza kufanya meditation au kusoma vitabu au kupata kinywaji ndani ya chemba hizo. Lakini vile vile lipo dimbwi la wapendanao, dimbwi ambalo utatakiwa kuingia wewe na mwenzi wako. Kwenye dimbwi hilo mtaboresha mahusiano yenu. Lakini vile vile sio dimbwi hilo tu, yapo madimbwi ya marafiki yanayopatikana kwenye maporomoko ya maji ambayo ni salama kabisa, ambayo utakuwa wewe na rafiki zako mkisherekea. Lakini vile vile yapo madimbwi ya familia. Dimbwi la familia lipo juu kabisa ya maporomoko ya maji, ambapo unaweza kuingia hadi na watoto wa miaka 6 mkaenjoy, mkajenga bondi ya familia yenu. Lakini bila kuacha nyuma, ipo sehemu itwayo Kamseleleko. Sehemu hiyo inarudisha watu utotoni kabisa, kwa sababu utapata mchezo wa kuteleza kwenye mwamba asilia ambao upo soft, ni mlaini kidogo. Utakaa, utasukumwa na maji kuelekea kwenye shimo ambalo linaweza kuingiza hadi watu 20, lakini vile vile maji yake huzunguka kwanza kwenye hilo shimo kisha ndo hutoka. Kwa hiyo utapata nafasi ya kukaa ukaseleleka mpaka kwenye hilo dimbwi, lakini kina chake ni kifupi tu, ni chini ya mita 4, ambapo utapata kuenjoy sana ukiingia kwenye hilo dimbwi ukiwa na marafiki, lakini hata ukiwa mwenyewe, kwa sababu ni kubwa la kutosha na utaenjoy sana. Vile vile maporomoko haya ya maji ya hifadhi unaweza kupata sehemu ya passport size. Hapo ndugu mtazamaji, utaweza kuvaa mwamba kama kanzu ilivyo, tabaki kichwa tu, mwamba ukiwa umenawiri kwenye mwili wako, lakini utapiga passport nzuri. Na ni katikati ya maporomoko ya maji, yani sio ni pembezoni, hapana, ni katikati, ambapo unaweza kukutana na viungu maji vikubwa au niseme gorge, ambazo ukizitazama zinaonyesha kama zinachemsha maji, lakini maji yake hayo
huenda kutoka kwenye space ndogo na kwenda kumwaga kwenye mabwawa ambayo kiasilia tumesema maji ya maporomoko yanapomwaga maji ni plunge pool kitaalamu. Kwa hiyo hilo ni bwawa asilia ambalo litapatikana hapo, ambapo unaweza kupata shughuli ya kuogelea. Kila maporomoko ya maji yanayopatikana hapa utaweza kupata bwawa asilia kutokana na wewe uwezo wako au ujuzi wako wa kuogelea. Yapo yenye kina kirefu, yapo yenye kina kifupi, lakini yapo hadi ya watoto vile vile, ambapo ni salama kabisa. Tumekuandalia mazingira mazuri kwa ajili ya wewe kuenjoy, lakini sio shughuli tu za kwenye maji ambazo hufanyika au sio utalii tu wa kwenye maji ambao hufanyika. Mabwawa hayo yanatupa fursa ya kufanya utalii wa aina tofauti tofauti. Nianze na utalii wa kuogelea, huku ukiwa unapata vinywaji, chakula, lakini unaweza kuendelea kufanya michezo yako mingine ya draft, labda una enjoy kidogo, unapata kinywaji, unapoza koo, mambo yanakuwa safi kabisa. Lakini sio hilo tu, unaweza kuendesha mtumbwi au niseme ngalawa asilia, au tunasema unaweza kufanya kayak kitaalamu. Kwa hiyo utakuwa na guide wako au mwongozaji wako atakuelekeza namna ya kuendesha mashua, lakini sio tu kuendesha. Kwenye mtumbwi huo unaweza kukaa na vitabu, ukawa unaendelea kupata namna ya kusoma vitu ambavyo maji na utiririkaji wake au utembeaji wa yale maji akakupa utulivu wa akili, ukaweza kuingiza vitu kwa umakini. Lakini sio hilo tu, unaweza ukawa kwenye mtumbwi huo na ukafanya utalii wa kuvua samaki, yani sport fishing. Yani mazingira ni mazuri, maji ya kwenye mabwawa hayo hutembea taratibu na humvutia mtu. Lakini sio tu kutembea taratibu, usafi wa maji hayo au mwangaza wa maji hayo yanavyong'aa baada ya kupigwa na jua au kupita kuoshwa kwenye miamba ni mzuri na msafi mno, ambapo unaweza ukaingia mpaka kina cha maji ya shingo, lakini bado ukaweza kuona miguu chini, kwa sababu maji haya ni masafi sana. Na nisikuache hapo, upo utalii wa michezo ya kwenye maji, ambapo unaweza kucheza mpira kwenye mabwawa asilia. Uwezi tu piga makasia kusema utacheza draft ukasema umemaliza. Hapa kuna mambo mengi sana matamu. Unaweza ukaja na timu yenu, mkaandaa timu, mkafanya utalii wa michezo au wa mpira kwenye maji. Bado tunaweza kufanya utalii wa kupanda miamba, yani rock climbing kitaalamu, na hiyo unapata fursa kwenye maporomoko zaidi ya 8-10 kwenye hifadhi hii, ambayo itakupa nafasi ya wewe kufanya utalii wa kupanda miamba. Ni utalii ambao kidogo unakufanya mwili ukae sawa, kwa sababu unafanya physical kidogo. Unaweza kutembea pembezoni mwa mwito, ambapo utakuwa unatoka maporomoko moja kwenda maporomoko mengine, kwa sababu uwiano wa maporomoko ya hifadhi ya Mpanga Kipengere ni takribani tu kilomita 3 hadi 4. Mimi hii ni mara ya tatu kuja katika hifadhi ya Mpanga Kipengere na nimefanikiwa kutembelea maporomoko ya maji kadha kwa kadha. Nimetembelea maporomoko ya maji ya Kimani, nimetembelea maporomoko ya maji ya Merere, Nyaugenge, lakini pia ya Makumila na Makutano. Kitu kikubwa ambacho nimependa kwenye haya maporomoko ni zile shughuli za kwenye maji. Kwa mfano zile shughuli za kuogelea, nimeweza kuogelea kwenye madimbwi mbalimbali, ambayo kwenye hizi mara zote ambazo nimekuja kwenye madimbwi mbalimbali, ikiwemo kwenye dimbwi la Upendo au kwenye mabwawa mbalimbali, ikiwemo bwawa la Mapenzi ambalo linapatikana kwenye maporomoko ya maji ya Kimani. Lakini kitu kingine ambacho nimekipenda kwenye haya maporomoko ni masaji za kwenye maji, kitu ambacho sikuwahi kukisikia kabla kwamba maji yanaweza kufanyia masaji. Kwa katika haya maporomoko nimeweza kupata ile experience ya kufanya masaji kwenye maji. Kuna namna ambavyo watu tulikuwa tukiamini katika maporomoko, na baada ya kuja katika hifadhi ya Mpanga Kipengere kuna kitu ambacho kimebadilika kidogo, kwa sababu mara ya kwanza tulikuwa tukiamini kwamba maporomoko
maeneo ya maporomoko wanapatikana wachawi, kwa sababu watu wengi walikuwa wakipotea na tulikuwa tutambui ni kwa nini watu wanapotea katika maeneo ya namna hiyo. Lakini baada ya kuja katika hifadhi ya Mpanga Kipengere nimetambua kwamba maporomoko mengi ya maji yalikuwa hayana uangalizi mzuri, na ukiachana na uangalizi mzuri, watu walikuwa wapati maelekezo. Kwa mfano tulipokuja hapa tumekutana na waongoza utalii ambao walikuwa wakituonyesha kila eneo. Kwanza nina furaha kubwa sana kwa sababu mimi mwenyeji wa Dar es Salaam na nimefurahi kukutana na wenzangu, tuko pamoja hapa hifadhi ya Mpanga Kipengere. Kiukweli nimeona utofauti. Unajua, kwa sisi ambao tumetokea kule Dar es Salaam ni kitu cha kipekee sana, kwa sababu nimetembelea maeneo mengi. Nimetembelea kama Pugu, unakutana na vijito tu vya maji, lakini na shughuli zingine za kiutalii zikifanyika kule, lakini hakuna maporomoko ya maji. Lakini pia nilipata bahati ya kwenda Saadani, ambapo pia napo kuna upekee wake, ambapo hifadhi imeambatana pamoja na bahari ya Hindi. Kwa hiyo kwa huku nyanda za juu kusini, kiukweli nimeona kitu cha kunishangaza sana. Maporomoko zaidi ya 20 katika hifadhi ya Mpanga Kipengere ni kitu cha kustaajabisha, lakini uzuri ambao nimefurahia sana, miundombinu yake ni rafiki ukweli, kwa sababu unajua katika maeneo mengi watalii wanakuwa wanaenda kutokana na seasonality za mwaka, kwamba kuna kipindi wanakuwa wanaenda wengi, kuna kipindi hawaendi, lakini kwa hifadhi ya Mpanga Kipengere kikweli watalii ni wengi.